tunafanya uchunguzi kuhusiana na tuhuma za kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu, na kwa msingi huo tumemshikilia mwanamume mmoja aitwaye Yahya Yusuf Abdul. Huyu ana miaka 48, mfanyabiashara na ni mkazi wa Luchelele, wilaya ya Nyamagana, na ni mmiliki wa kampuni inayoitwa Yohoma Educational Limited ambayo inapatikana katika barabara ya Kenyatta, kata na wilaya ya Nyamagana hapa jijini Mwanza. Mtumiwa huyo anashikiliwa kwa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kwa kuwaandaa vijana mbalimbali wanaoendesha pikipiki maarufu bodaboda kuwa angeweza kuwapatia fursa za ajira nje ya nchi, na vijana hao kwa kulaghaiwa wamekuwa wakitoa fedha na kumpatia mfanyabiashara huyo, na matokeo yake hakuna ajira ambayo imekuwa ikipatikana na vijana hao kuishia kuzungushwa, huku kukiwa hakuna jambo lolote la msingi ambalo linafanyika. Mtumiwa huyu amekuwa akiwalaghai watu mbalimbali, wengine wanatoka katika jiji la Mwanza na maeneo mengine, kuwa angeweza kuwapatia kazi za kuendesha pikipiki, kufanya usafi, kufanya ufundi, na kazi hizo kwamba zingeweza kupatikana nje ya nchi. Vijana hao baada ya kuona sasa hakuna kinachowezekana, walianza kumsaka. Siku ya tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu, jeshi la polisi kwa kushirikiana nao vijana lilifanikiwa kumtia mbaroni mtumiwa huyo ambaye mpaka sasa anaendelea kuhojiwa kuhusiana na tuhuma hizo. Vijana ambao wanalalamika wamechukuliwa kiasi tofauti cha pesa kila mmoja. Wako watu mpaka sasa zaidi ya 40 ambao wameweza kutapeliwa katika ulaghai huo. Kuhusiana na tukio hili na mengine ya aina hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linapenda kuwakumbusha vijana kuchukua tahadhari, wasiingie katika mikono ya watu watapeli ambao wanatafuta kila eneo kumpata mtu atakaye mlaghai ili waweze kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, wakitumia ahadi hewa ambazo kamwe hawatakuja kuzitekeleza. Lakini pia tunawakumbusha vijana walio wengi kufata sehemu sahihi kama kuna swala la ajira, kuzifata mamlaka sahihi zinazohusika na swala la ajira.